Ya jamani, tunaendelea, karibuni sana. Hili ni shamba la ukubwa wa ekari 3. Ni shamba lenye mifumo ambayo iko tayari kwa ajili ya ufugaji. Lina barabara mbili za kuingilia shambani. Kuna barabara hii ya mtaa ambayo huku mipaka yake ni hii mitiki unayoiona hapa. Upande wa huku ni barabara inayoendelea, lakini majirani wote, jirani huyu na jirani yule pale, na hili shamba lina sehemu kubwa mbili za mabanda. Kuna banda moja kubwa la kuku na kuna banda dogo la kufugia nguruwe ambalo linafugiwa nguruwe saizi. Kuna banda jingine dogo la kufugia mbuzi na kondoo dogo, alafu kuna nyumba ya kuishi walinzi na wahudumu wa shamba. Lakini jirani mwingine huyu hapa kwenye mti anayeonekana, na upande wa huku kuna uoto wa asili huu kama unavyouona, ambapo hapa unaweza kwa mfano kulima majani kwa ajili ya mbuzi kama utaendelea kufuga mbuzi, ama ukalima mazao yanayostawi ukanda wa Pwani. Hapa tupo mkoa wa Pwani, wilaya ya Bagamoyo, na kama ukitokea Dar es Salaam, hii njia ya Bagamoyo Road unashukia sehemu inayoitwa Kerege Matumbi. Ukishuka Kerege Matumbi ni kama kilomita 3 hivi kufika hapa shambani. Na pale unaona kuna kijumba kidogo pale, chumba kimoja unaweza kutumia kwa ajili ya mlinzi au mfanyakazi mwingine anayekaa hapa shambani. Na banda letu la kuku ndio hili hapa. Hili kuku ukitumia cage ambazo zilikuwa zimewekwa hapa, unaweza kufuga kuku mpaka 11,000. Unafuga kuku 11,000 broiler. Lakini kama unataka kufuga pengine kuku wa mayai pia inalingana utatumia cage au utafugia chini, hiyo itategemea na idadi ambayo utaweka na utayafuga katika mazingira gani. Shamba liko vizuri. Unaona hapa kuna mfereji wa kutoa uchafu bandani na kuleta hii sehemu. Kwa hiyo hapa mahali pamejaa mbolea, ndio maana naona hata majani yamestawi sana vizuri sana kwa ajili ya kilimo. Kwa hiyo huu wote wa asili unaoona hapa huko shambani. Kwa hiyo shamba lina migomba pia kama ambavyo unaiona hii hapa ambayo tayari inazaa. Lina miti ya matunda kidogo, kwa mfano naona kuna mgomba huu, kuna mwembe huu hapa, mwembe mwingine huu hapa, lakini pia lina mitiki michache hii hapa unayoiona, achia mbali ule msitu ule mkubwa. Ni mitiki midogo, kuna 140 hii hapa na uoto mwingine wa asili kama ambavyo unaona hapa. Na banda letu kwa upande huu ni hivi ndivyo linavyoonekana. Kwa hiyo shamba linauzwa lote ekari 3 au nusu yake, kwa maana kwamba ekari 1.5, ambayo hiyo ekari 1.5 itachukua hili eneo, alafu mpaka eneo la banda kuingia hapo katikati mpaka usawa fulani wa katikati hapo nitakuonesha. Kwa hiyo linauzwa mara mbili, kwa maana kwamba unaweza kununua lote eka 3 ama ukanunua eka 1.5. Na eka 1.5 inayouzwa kwa nusu ina maana ni hili hapa shamba la nje ambalo lina uoto wa asili, hamna kitu, pamoja na banda la kufugia kuku lenye visima vyake viwili kwa ajili ya kuhifadhia maji. Na kama nilivyosema hapa kuna migomba kidogo bustani upande wa huku kwenye nyumba wanayokaa wanaotunza shamba. Kuna mimea kama unavyoona, kuna mapapai hayo hapo, kuna mboga hizo hapo pia, na kibanda kidogo cha mbuzi na nguruwe ambacho tutaona. Sasa tuangalie banda la kuku. Banda la kuku ni kubwa kama ambavyo unaona. Kama nilivyosema, ukifuga broiler kwenye cage unaweza kufuga kuku 11,000. Na lina visima viwili vilivyojengwa. Hivi ni visima vilivyojengwa kwa ajili ya kukinga maji ya mvua. Kama unavyoona hapa kuna rain gutter hizo hapo zinakusanya maji kuleta hapa. Ni visima vikubwa sana, urefu zaidi ya futi 10 kutoka chini, na vinajaa maji msimu huu wa mvua. Kwa hiyo kama unavyoona kwa hiyo atakayenunua eka 1.5 atauziwa kule nje pamoja na banda pamoja na usawa wa hivi visima kukatia maeneo fulani hapa. Na hili eneo ambalo linafugwa tayari limezungushiwa wigo wa wavu kama huu unavyouona. Kwa hiyo lina usalama, na kama unavyoona limejengwa vizuri
sehemu ya kunawia miguu hapo, kulowesha miguu unapoingia bandani, ndio kama unavyoona, na keji zake ni za mfumo huu hapa. Kwa hiyo hizi keji zikijaa hili eneo lote la banda, unafuga broiler 11,000. Na vifaa vingine, kwa mfano kulelea vifaranga, unaona kuna keji hizi hapa ndogo, mipira na mabomba kwa ajili ya kuweka drinkers, hiyo hapo kama unavyoona. Kwa hiyo atakayenunua 1.5 au 3 zote atauziwa na kila kitu kilichopo humu ndani. Unaona lilijengwa vizuri kabisa. Sakafu imetengenezwa hiyo hapo. Una platform pale kwa ajili ya kuweka tenki la maji na vitu vingine ni kama hivi unavyoona. Kwa hiyo ukiwa kwa huku unaona hili hapa ni banda la nguruwe. Kuna sehemu ya kuweka matanki ya maji ambayo pia ni choo za nje za wafanyakazi, alafu na nyumba yao hii hapa, na ile kule ni nje ya nyumba ni majirani. Kwa hiyo kile kibanda ambacho kilikuwa kinaonekana kwa upande wa kule nje ni hiki hapa. Kwa hiyo hiki unaweza kutengeneza kikawa kama chumba cha kukaa mmoja kati ya watumishi ama mlinzi upande wa huku, kwa sababu kwenye ufugaji pia ulinzi ni kitu cha muhimu. Lakini haulazimishi, ukiamua hapa ufuge broiler ama vyovyote vile utakavyoamua wewe ni hivyo, lakini kwa lilivyo hivi na kutumia hizo keji unafuga basi broiler 11,000. Hivi visima ni vikubwa hapa, kwa makadirio ni kama futi 10 kwa futi kama 8, kama sio 10 kwa 10, na kwenda chini ni zaidi ya kama sio futi 10 basi ni kama futi 12. Kwa hiyo viko viwili, kimoja hicho na kimoja kile. Na hili eneo hapa kama unavyoona, unaweza kulifanya bustani kwa ajili ya kulima mboga au pengine unaweza kulima majani ama chochote kile. Kwa hiyo nyumba ya wafanyakazi ni hii hapa, ina vyumba 3 ambavyo ni vikubwa sana kama ambavyo unaviona hapa. Pia kuna haya matenki makubwa mawili kwa ajili ya kuhifadhia maji, na ukiingia naona hii unaweza kuifanya kama store kama ambavyo inatumika hapa, ama kufanya chumba mojawapo cha wafanyakazi kukaa. Kwa hiyo chumba kingine ni hiki hapa, kama unavyoona ni kikubwa. Vitanda vya 5 kwa 6 vinakaa viwili kama ambavyo unaona hapa, lakini hapa unaweza kuweka kitanda kingine ukitaka, ama chochote kile ambacho kinaweza kukaa. Kwa hiyo vyumba vipo vikubwa namna hiyo, pamoja na chumba kingine hiki hapa. Alafu hapa kuna tenki, kuna platform kwa ajili ya kuweka tenki hili hapa la maji kama ambavyo unaliona. Hili chemba ya choo iko hapa, na hizi choo kwa ajili ya matumizi ya nje pia kipo kama unavyoona, viko viwili. Lakini pia hapo juu pametengenezwa kama unavyoona, unaweza kuweka matenki mengine kwa ajili ya kuhifadhia maji. Na humu ndani ni banda la nguruwe, lakini ukinunua unaweza kubadilisha matumizi. Kama haupendi kufuga nguruwe sio tatizo, lakini kama unavyoona kuna nguruwe wako hapo wanaendelea kutunzwa hapa. Na ukitoka upande wa nje unaona ni ukuta, na majirani wengine ni hao hapo wanaoonekana hapa. Umeme wa TANESCO haujafika bado, lakini ni nguzo 2 tu za umeme wa TANESCO kufika hapa shambani. Lakini kwa sasa hivi kuna mifumo miwili hapa. Moja ni wa kutumia generator ambalo ni hili hapa, wati 9,000. Hilo hapo limejengewa kabisa, usalama wake ni wa kutosha. Alafu hapa kuna kibanda kidogo kwa ajili ya kufugia mbuzi au kondoo kama unavyoona hapa. Au pia kuna mtambo wa biogas ambao unaweza ukaletewa pia, ambao unahamishika. Ukishafuga kuku unaweza kutumia huo kupata nishati pia. Kwa hiyo shamba ni zuri sana jamani, karibuni sana. Maelezo mengine yatakuwa sehemu ya description, na kama na wewe pia una shamba lako, una mabanda yako unataka kukodisha ama kuuza, tuwasiliane. Lakini ili upate ofa kama hizi usisahau kusubscribe na bonyeza alama ya kengele ili usikose
taarifa nyingine kama hizi. Eneo la bustani ni kubwa sana. Hapa ukitaka unaweza kujenga nyumba nyingine kwa matumizi mengine ama vyovyote utakavyoamua. Kuna wengine nikisema hivyo wanasema nawapangia lakini huwa najaribu kuwaonesha watu ni nini unaweza kufanya kwenye eneo husika, kwa sababu mwingine anaweza asijue nini atafanya. Kwa hiyo karibuni sana. Asanteni sana kwa kutazama. Usisahau kusubscribe, na kama hujaelewa, una tatizo, dukuduku, maoni na chochote kile, usisahau kuniandikia kwenye sehemu ya comment, lakini pia namba zangu na mawasiliano mengine yatakuwepo sehemu ya description. Naomba tuwasiliane. Asante sana kwa kutazama.